Umetimia muda mzuri wa kuhabarika kutoka kwenye redio ya kijamii Kivu. Msikilizaji, ni muda wa kufuata uchambuzi wa habari ambao kama kawaida unakuwa kujumuishwa na kurasa mbalimbali. Utakuwemo katika uchambuzi wa habari kwa siku ya leo, kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Isake Mulucha Ashibe, mchambuzi wako wa siku ya leo. Upande wa pili, Safari Alimasi Dilwe anashikilia vyema dawati la mitambo na ukaribisha kwa utulivu kwa matani mwanzo hadi tamati. Karibu. Naam, tunafungua uchambuzi wetu wa habari na ukurasa wa habari muhimu ambako nampisha mwenzangu Jean Makelele Kalajaden. Karibu sana Jean. Naam, bila shaka mwenzangu Isake Mulucha Ashibe. Leo kwenye habari muhimu tuanzie na hapa Baraka ambako kijana mmoja amepigwa risasi na vitu vyake kupelekwa na watu wenye kuvalia sare za kijeshi usiku wa Jumatano ya tarehe 28 Januari mwaka wa 2026 katika kata la Majengo mjini Baraka mida ya saa 1 za usiku. Na huko Uvira, shirika jipya la rahia kusini mwa jimbo hili mjini Uvira limeomba kwa viongozi wa serikali kuimarisha zaidi usalama ndani ya mji huo ili kuwezesha wakimbizi waishio nchini Burundi kurejea haraka iwezekanavyo. Hivyo ni baada ya kuwa na ripotiwa vifo vya kupindukia katika kambi mbalimbali. Na mwishowe ni huko Kanguli ambako mapambano makali yanashuhudiwa kwa sasa kati ya jeshi la taifa FARDC kwa ushirikiano nao wazalendo dhidi ya Twirwaneho tiifu kwa FC M23 kwenye nyanza za juu ambako jeshi la taifa linaendesha vizuri, kwani kwa muda wowote vijiji vya Pwenzero na Bityabo vitarudi katika mikono ya serikali, zimehakikisha duru zetu. Mwenzangu Isake Mulucha Ashibe naweka nukta kwenye habari zilizogonga mwamba katika siku ya leo. Shukran tumbi mwenzangu Jean Makelele Kalajaden. Mimi najikita katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, nikianzia hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba wingi wa gharama na kutokupatikana kwa biashara ya mkaa kwa wingi ndiyo chanzo cha kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo mjini Baraka. Ndivyo amehakikisha kiongozi wa wachuuzi wa mkaa ndani ya soko ya Jetem. Kiongozi huyo amewaomba wanunuzi wa mkaa kwa watulivu na kuelewa hali iliyopo kwa sasa. Tumsikilize. Hapa kwetu Baraka, mji wetu ya Baraka, saki ya makale natoka bei ya 60. Hapo ujuma kwenye tulipita, saki ilikuwa nauza 50. Kwa hiyo 50 na siku ile tulikwenda na kulia, bei ilikuwa nafuu. Na ndio maana sie tulikuwa na kusha moyo 50. Na kwa nini sasa hivi mnauzisha kwa bei ya 60? Tunauzisha moyo bei sababu biashara kwanza havionekani. Ya pili, bauzai atakusha kuwa benki. Watu yote ya Uvira wote wanakuwa na kiara ngulia makala huko kwetu. Sie wote tunaenda rangulia fasi mwa kule Sebele. Watu ya Uvira na si watu ya Baraka. Ingekuwa heri ba Uvira wangekuwa na baki hapa Baraka. Watu ya Baraka waenda rangua, wanawaletea hapo, wanarangulia hapa, wanapeleka. Lakini sie wote tunaenda rangulia njoo Sebele. Wakati tunafika kule, ebu apakatale bei, iko nauza tu ile bei. Saki ya makala Sebele kwa leo inauza 40. Saki mwa makala inauza 40, unampatia ministeri ya vide. Tuko na taxe, tuko na taxe ya environnement, tuko na taxe ya secteur, tuko na taxe ya anti-fraude, na tuko na taxe ya effort de guerre. Hizo taxe hizi tunazilipa na kila saki nalipa 2000. Sasa hiyo hesabu ukikala chini unapiga hesabu, hapa kwetu sie tunalipa FFN, tunalipa na meri, kuna taksi hii. Hiyo yote tunakia fika makala, unafikisha saki ya makala, transport ya gari tunalipa 8000 par saki. Sasa hiyo hesabu ya hizo franga zote sasa unazichanga, unakuta hamna kitu. Na sie kwa kupata na sile 2000 francs watu nao bauze matembele. Kuna sisi kima hiyo bei uko na ushaye 16 sababu na sisi tupata hata ile 2000 ya watoto kuuza matembele. Vitu hivi masiku havichangi, lakini mataksi ikipunguka hapo na sie tunaweza angalia kisa sie tutafanya, tutashusha na sie chini ya pale. Hiyo pengine natusumbua, mataksi iko mingi mnigwa Sebele. Bateja baangalie tu hali ya hewa, basione
baona tu ni kawaida, sababu vitu ni vingali na changa. Tukiwa tu katika mji wa Baraka ni kwamba kijana mmoja amepigwa risasi na vitu vyake kupelekwa na watu wenye kuvalia sare za kijeshi usiku wa Jumatano ya tarehe 28 Januari 2006 katika kata la Majengo mjini Baraka mida ya saa 1 ya usiku. Akizungumza na radio yako, Bwana Jean maarufu Diamanuar Poete, muhanga wa tukio hilo, ameanza kwanza kuonyesha namna tukio lilivyokuwa, huku akiomba kwa vitengo husika na usalama kuzidisha doria, maana wahanga wengi ni vijana ambao hawana hatia. Ilikuwa saa 1 kuelekea saa 2 ya usiku. Nilikutana na askari, walikuwa watatu. Mmoja alikuwa mwenye kuvalia sare, wengine walikuwa wamevaa kiraia. Ikabidi wanimenase karibu ya Moneri pale, wakanisukuma ukiwambazi, wakaanza kuniomba nitoe vyenye niko navyo. Na sikukuwa na kitu, nilikuwa na telefoni ya kidogo mu mikono. Ikabidi waichukue na kuacha wananipiga masase. Ilikuwa masase 3, wakapiga moja chini, zingine 2 zikapigwa kumwili yangu kumigulu. Na kati ya ile masase ya asubuhi na lamukia asubuhi ya leo hivi jeudi naenda na logota imwa liganda ya lisase yabo inaandikiwa 20, hapa katikati kuko kiviringo ya jaune na huko mwisho inaandikiwa 40. Ndo yenye nilienda ramase pale kwa nilipigwa masase jana. Baada ya kunipiga masase balikimbia mbio kabisa, bakapanda ile njia ya pale ku ISP mbio. Bon, sikuumia lakini nilisikia maumivu. Ile saba alinipiga yao nilisikia maumivu, na sasa nilifika ukitana nikalala nikasikia maumivu, lakini asubuhi nalamuka tu niko sawa, sikuumia. Bon, balinipiga ile nani ya bunduki ile kinani hiki kia huku nyuma kiambao kia bunduki hapa karibu na jicho. Kingine bakanipiga karibu ya huku kumeno, yani ngambo nasikia saa shoke ndo inabakia tu meno ikutingizika. Shoke tu ndo niko nasikia. Mie na reconnaître baibu très bien, na reconnaître aba vingine très bien. Balikuwa ba FARDC bien sûr parce que baibu nabo ni ba FARDC, mais ni aba ba FARDC ba fantri aba ba kutembea tembea munjia tu ba masigareti sana na mapombe. Mimi kinaweza sema kwa watu weko charger na sécurité, bazidi kuasime sécurité parce que jana balitupromettre na kusema bale watu balienda, lakini tunashangala mubale balienda kuko vingine venye bangana bakia hapa kukufa mamenasi. Bafai nguvu sana en fait que si esa vile population tusibane mamezire juu tukijichukulia sheria tutahukumiwa tena na sheria. Kwa hiyo tuliomba bale batu bafanye kazi yabo ya kufanya security na kusema kama hapa baibu ndo batatiliwa mutereba kwa banafaa patrui sawa. Msikilizaji, shirika la wafanyabiashara feke mjini Baraka limeomba kwa kitengo cha DGI kuheshimisha siku 10 za nyongeza walizozitoa kwa wafanyabiashara ili kulipa ushuru, na pia likiwataka wale wenye kuwa tayari kwenda kulipa, kwani ni wajibu wa kila mfanyabiashara. Kwake Ali Mukindula Lebon, mwenyekiti makamu wa feke mjini Baraka, amesema kuwa kuna matatizo mengi ambayo wafanyabiashara walikumbana nayo katika mwaka wa 2025, kitu ambacho kinasababisha wao kutokuwa sambamba kwa malipo. Tunapenda kuongea juu ya toli au probleme yenye iko sahi juu ya kulipa impo. Na yua kulipa impo ni devoir ya kila mwananchi, yule anayehusika na kulipa impo ni devoir ya yeye kulipa. Kuko maprobleme wenye buko pale katikati. Unayua kupata declaration ili mtu afanye declaration kwa kulipa impo, ile madeclaration tunazipataka mois avant. Mtu anafanya makalikile gisi mtu alitumika, mtu anafanya ile declaration enda lipa. Yo si tuko 2026 na tunalipa impo ya 2026 revenu ya 2025. Donc tunalipa 2025 yenye tunatoka. Na unajua ndugu mtangazaji, mabitimbi ya mingi yenye watu balipita emo na timu mpaka sai batu ba moya baya toka ukimbizini. Kuko benye bangali banafika, mtu anafika kufungula mlango angali na 2 jours anaenda pewa declaration. Donc binachanganya watu. Sisi tulifika kwenye ofisi na tukaongea na mkuu wa ofisi ambaye ana chapeauté ofisi kwa leo, na akatukubalia kwanza par rapport na bo kupata ile madeclaration zilifika nyuma hadi mpaka leo hii distribution ya madeclaration ngali inafanyika. Donc ile iko pembeni na sheria. Kome zilifika nyuma, chef alitukubalia derogation ya 10 jours yenye tulilomba, donc inaongezeka. Limite haiko ile le 31, donc siku zinaongezeka. Après le 31 kuko 10 jours kwanza yenye tulikubaliana naye. Aussi tukaingia mu discussion ya gisi watu batalipa juu ya ima difficulté ya moma yenye tukwamo. Kulingana na hiyo, sisi tuliomba meya wa jiji aorganize kikao ya sisi na watu wa DGI tuonyeshane hayo mambo. Na declaration ya mtu haiwezi kataliwa. Kama zimwa raporo saa hizi yenye tuko nazo kwenye ofisi, mtu anadeklare na anakataliwa eti hizi ni za kidogo. Sheria inakatala ile. Mtu ye peke ndio anapashwa kudeklare vis-a-vis na gisi alitumika, vis-a-vis na gisi chiffre d'affaires yake iko.
me kama inaanza kuwa mtu anafaa declaration kufika ku DGI, tunakatala ile iko pembeni ya sheria, na ndio maana tuna lancer appel kwa operateur économique kusema kwamba kesho ni siku ya kazi. Ule mwenye anajisikia anafaa declaration yake, anajaza, anaenda ku DGI. Boba na yua hii konte ya kwanza yenye tunalipa ni abapete. Sheria ina definire ma monta ya kulipa, kuko monta yenye mtu hawezi deklare na monta yenye anaweza deklare mwa period. Mwishowe ameomba kwa meya wa mji wa Baraka kwa muda kuitisha kikao kwa haraka ili kupata ufumbuzi. Tunasisitiza kwanza kwa meya wa jiji kwa kuorganize ile renyo tukutanane. Mimi na yua ingepashwa kuwa leo, kulikuwa ingine maperturbation ya kazi yenye ilijitokeza ku biro yake, na ndio maana haikukua, na tunamuomba aifikirie urgence meme ku jour férié batu banaweza ifanya. Kinshasa conseil des ministres ilikuwa jour férié balifanyaka tukome par rapport ya hii dossier. Hata samedi tunaweza lia meya wa jiji organiser le réunion ni ya 30 minutes tunamaliza. Aussi ile 10 jours yenye tulipewa ya derogation ikuwe respecte juu batu bajiandae mzuri kufanya ile ma declaration, na ule mwenye anajisikia ataenda lipa atafa declaration yake, anaenda lipa hiyo journée kesho. Na ule mwenye anaona hapana kome kuko réunion yenye itakuwa organiser na meya wa jiji, tuchunge hiyo réunion, haya kwa probleme, hakuna vya penalite pale, aseme juu mtu anapitisha le 31 kwa kwenda kulipa mtu atalipa na penalite. Mimi nawaza ile haitakuwa vis-a-vis na maelewano tulioelewana na chef de centre AI ya 10 jours ya derogation ambayo alitupatia. Msikilizaji, kama ulivyojuzwa kwenye ukurasa wa habari muhimu kwa Kanguli, mapambano makali yanashuhudiwa kwa sasa kati ya jeshi la taifa ya FARDC kwa ushirikiano nao wazalendo dhidi ya Twirwaneho tihifu kwa AFC M23 kwenye nyanda za juu, ambako jeshi la taifa linajiendesha vizuri kwa sasa, na kwa muda wowote vijiji vya Point Zero na Bikiabo vinaweza kurudi katika mikono ya serikali. Simehakikisha hivyo duru zetu. Duru zenye kuaminika zataja kuwa vita vinazidi kupamba moto, ambako kwa sasa vikosi vya FARDC pamoja na wazalendo wanapigana na Twirwaneho eneo la Point Zero, kama alivyohakikisha pia Bwana Like, kiongozi wa shirika la raia eneo hilo. Ninachoweza kukuambia ni kama hali ya hewa ya eneo letu si mzuri, kwa sababu vita vimepamba moto katika eneo za nyanza za juu, lakini naweza kukuambia habari za leo tunasikia kama hali yanapamba moto. Jeshi letu la taifa pamoja na wazalendo wanaendelea kushambulia maeneo ambayo yameshikwa na hao adui katika ile village ya Bikiabo na Point Zero, sababu habari ambazo zilizagazaga kusema kama na Kiele imekamatiwa Kanguli, yala habari zilikuwa habari za uongo kabisa. Kanguli watu wako na Nakieli watu wanaendelea na shughuli zao, ijapokuwa hofu tu ya milio ya masasi yanasikilika katika nyanza za juu za kuinukia, manake vilima vinavyoinukia na Kiele, Kanguli, na zile bomu ambazo zilitupwa zilikuja kudema katika kijiji cha kule Yulu Bilende, na ikasababisha wale watu wa Bilende kutoka eneo zao na kushukia Kanguli, wengine wakashuka wakajielekeza Kabwali. Basi na wale wengine wa Point Zero vile vile wamoja walitokea ngambo za Abala. Ni yale ambayo nilitaka nikwambie. Ya pili, kufuatana na watu ambao wanazotuma habari za uongo kutambaza katika media tofauti, tunaweza sema kama wakati unapotuma habari ni lazima ufikirie na uulize wale watu ambao wako katika yale maeneo, sababu sisi ni watoto wa axe ya Rute Mwenga na tuko Rute Mwenga, na wakati Rute Mwenga ikibomoka tsadi tarafa la Fizi linapashwa jua kama Rute Mwenga inabomoka. Tungeweza kukomesha kitendo kila, sababu kisegamia ngambo ya adui, ujue ule adui hana kitu ambacho atakupatia. Kwa hiyo wewe usimamia imara tu na useme ila habari yako kikawaida. Upande mwingine amepongeza jeshi la taifa ya FARDC pamoja na wazalendo kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya. Na tunaendelea kushukuru pia jeshi letu ambalo linajitoa pamoja na wazalendo, wanaendelea kufuatilia adui, na tunajua kama Mwenyezi Mungu atasaidia ile yote maeneo yatagombolewa. Kadiri ya gisi tunavyoendelea kusikia kama wanaendelea kabisa kuingia katika eneo la Point Zero. Ndio, na kingine kenye tunaweza pendekeza kwa serikali, fuatilie tu adui na kuendelea kunyang'anya zile eneo ambazo adui amesikilia. Sababu kama Point Zero ikikuwa libere, Mikenge, Minembwe
Antuka raia watajisikia alezi kama gisi wenzetu wa Uvira wanaendelea kuishi kwa sasa. Hili ndio neno ambalo tunaweza omba kwa serikali, na tunajua kama kwa hali gisi tuko tunaona gisi serikali letu linavyojitahidi, tuna matumaini makubwa kama serikali letu litashinda. Antuka ile kabisa tuko nalo, na wanaendelea kutia raia wetu moyo na kuwaambia kama wasitoke, tuendelee kuwa pamoja ili Mungu atasaidia, hivi vyote vitapita. Na kwenye kunalia milio ya risasi, ndugu mtangazaji, watu wanapaswa kuwa na woga, japokuwa hawakutoka kwenda mbali zaidi, lakini walitingizika katika ili mingine yao. Ndio maana nilikwambia hapo mbele, nilikwambia kama wamoja walishukia, wale wakuli Bilende walishukia katika mavilaji tofauti, na vilaji zote za huku kwetu zinakumbwa na hofu ya vita, lakini watu wanaendelea kukaza moyo, kwa sababu tuangalie nini ambacho jeshi letu pamoja na wazalendo wataendelea kufanya. Na sasa ni ukurasa wa habari za michezo, msikilizaji. Baada ya hatua ya mwisho ya mechi za ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya, timu 8 tayari zimejikatia tiketi kwenda kwenye hatua ya 16 bora. Sasa tujue undani zaidi wa habari hizi na ya mchumbe wa Mkulima na Fatuma. Karibu sana. Asante sana mwenzangu kwenye habari za michezo. Katika siku ya leo tujelekeze moja kwa moja huko barani Ulaya, ambako hatua ya makundi kwenye michuano ya klabu bingwa barani Ulaya ilitamatika Jumatano ya wiki tunayo mida ya usiku, na ambako klabu 8 ndizo ambazo zimeingia kwenye hatua ya 16 bora bila kucheza mchujo, huku zingine 16 ndizo zinasubiri kuweza kucheza mchujo ili kufuzu kwenye hatua ya 16 bora. Miongoni mwa klabu hizo 8 ni pamoja na klabu ya Arsenal the Gunners kutoka Uingereza, Bayern Munich kutoka huko Ujerumani, Liverpool kutoka Uingereza, Tottenham Hotspur kutoka Uingereza, FC Barcelona kutoka Spain, Chelsea the Blues kutoka Uingereza, Sporting kutoka Portugal, Manchester City kutoka huko Uingereza. Na klabu zingine 16 ambazo zinasubiri kuweza kucheza mchujo ili kuingia kwenye hatua ya 16 bora ni pamoja na Real Madrid, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Atalanta, Bayern Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Karabag pamoja na Benfica. Na habari zingine ni kwamba klabu ya Chelsea the Blues ndio klabu iliyofuzu kucheza hatua ya 16 bora mara nyingi zaidi kwenye michuano hiyo ya klabu bingwa barani Ulaya kuliko klabu yoyote kutoka pale Uingereza, ambako Chelsea wamefuzu kucheza hatua ya 16 bora mara 18, wakifuatiwa na Arsenal wakiweza kucheza mara 17. Tutamatishe habari zetu na habari zingine hizi za usajili ni kwamba mabibi kizee wa huko Italia, Juventus, wanaongeza jitihada za kumsajili mshambuliaji wa Ufaransa mwenye umri wa miaka 27 Randal Kolo Muani, ambaye yupo kwa mkopo kwenye klabu ya Tottenham Hotspur akitokea Paris Saint-Germain, na Spurs wanaweza kumchukua mshambuliaji wa Crystal Palace Jean-Philippe Mateta wa miaka 28 kama mbadala endapo Kolo Muani ataondoka klabuni hapo. Mshambuliaji wa Uholanzi Joshua ni chaguo lingine la klabu ya Juventus, huko Manchester United sasa wakiwa tayari kumruhusu mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 24 kuondoka kwa mkopo kwenye klabu hiyo. Manchester United pia wanatafakari mustakabali wa beki wa Uingereza Harry Maguire. Klabu hiyo haijafanya mazungumzo ya maana na mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 32 ambaye mkataba wake unaisha mwishoni mwa msimu huu, na tayari timu kadhaa kutoka Italia na Uturuki zimewasiliana na wakala wake. Klabu za ligi kuu ya Saudi Arabia zinapanga kumsajili mshambuliaji wa Paris Saint-Germain na Ufaransa Ousmane Dembele wa miaka 28 baada ya kombe la dunia la majira ya kiangazi, gazeti la Sky Sport limeandika. Mwenzangu, hadi hapo naweka nukta kwa habari za michezo. Asante sana mchumbe wa Mkulima na Fatuma kwa kutuangazia habari hizo za michezo. Msikilizaji, na kukumbusha tu kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari kutoka redio ya kijamii Kivu. Unatushika vema kunako masafa ya FM kwenye mita band ya 93.0.
Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Kwingineko ni kwamba vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi inalalamikia kuchelewa kwa mishahara ya walimu wa tarafa la Fizi wanaolipwa na serikali kupitia shirika la Caritas, walimu ambao wamemaliza miezi mitatu sasa bila kugusa mishahara yao. Koordineta wa vuguvugu machozi ya raia tarafani Fizi Angali Sanganino Bwangyo ameonesha kuwa ucheleweshaji wa mishahara ya walimu inakuwa na athari pakubwa sio tu maisha ya familia za walimu bali pia aina ya elimu ambayo watoto wanafundishwa shuleni. Hivyo koordineta huyo wa vuguvugu machozi ya raia ametaka serikali kuingilia kwa dharura swala hilo. Ya enea karibuni miezi 3 walimu ambapo wanalipiwa na Caritas vraiment wanasumbuka sana. Tunaona hata walimu wana haki ya kupewa mishahara yao. Kwa kuona kisi walimu walishasumbuka sana, vraiment hata watoto wetu hawezi kuwa wanasomeshiwa tena normalement. Kwa sababu hata ile enseignement de qualité itatokea wapi na qualité yenyewe haijajionyesha kwenye malipo ya walimu. Ni vizuri sana tuwaomba kwenye serikali letu nifuatilie hatua hii kwa kuonyesha wapi ndio kwenye kuna kwama mishahara ya walimu wale ambapo wanalipwa kwenye Caritas. Kwa sababu hata hivyo tunaona vile inaweza kuwa sambla ya kuonyesha watoto wanasomeshiwa lakini kufika kwenye masomo watoto hawatapata elimu, mwalimu atajikalia yake ya kusema hayapongea. Tunaweza ona malire zenyewe zinaweza zikajitokeza, walimu wanaweza greve tena waangaishi watoto na sio jambo la muhimu sana. Kwa maana walimu wanakosa kulipwa mishahara yao tangia mwezi wa 11, mwezi wa 12 hadi tunafikiria hii mwezi wa kwanza mpaka hivyo walimu hawajalipwa mishahara yao. Vrema hili inatukera sana sisi kama vile raia. Tunaomba kwenye serikali iangalie swala hili na kulitekeleza kabisa kwa kukamata walimu ambao wanalipwa Caritas nao waingize kwenye banki nyingine ili wakuwa wanalipiwa mbele ya wakati mishahara yao ili watoto wapate kusoma kwa kuproduire ile enseignement de qualité yenye itakuwa. Enseignement de qualité haiwezi kuwa na mtu hajalipiwa haki ya kazi yake. Na katika mji jirani wa Uvira ni kwamba shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili mjini Uvira limeomba kwa viongozi wa serikali kuimarisha zaidi usalama ndani ya mji huo ili kuwezesha wakimbizi waishio nchini Burundi kurejea haraka iwezekanavyo. Hivyo ni baada ya kuwa naripotiwa vifo vya kupindukia katika kambi mbalimbali nchini Burundi. Kwake Mafikiri Mashimango, mratibu wa shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira, ameonyesha kuwa kuna mabadiliko kwa upande wa usalama. Pia ametoa mtazamo wao kama shirika la raia juu ya barua ya meya ya Uvira ya kuomba kila yeyote aliyepora mali ya meya hiyo kurudisha. La situation sécuritaire ya Uvira naweza sema kwamba d'abord c'est un peu calme mais pako boga. Kisi ni kwambia pako boga mais ile masase kila siku jana haikuwa tena Uvira. Quand même il y a eu des mesures ilikamatika avec les autorités civiles et militaires. D'abord ça on a salué, inaleta kimya sauf dans différents quartiers de la ville. Nionsikia masase fulani iko lié aussi na kisi ni kwambia circulation iko incontrôlée na marne. Donc c'est pourquoi que tuko natumika moi les questions le plus vite possible pour que watu waishi kwa amani. Et là je vous rassure que avec ce que tuko nafanya avec maintenant les commandants région mnyana comprend kama il faut kujongelea raia na kuangalia kutumika dans le sens ya watu wa profiter. Et à notre niveau si nini haitaendeka tuko pale kwa ajili kulamika na kujua nini tunaweza fanya kama vitu vifanyike mzuri. D'abord il faut kuonesha kwamba barua yetu tunaisoma ni ya maire de la ville Alexandrine wa ville ya Uvira ya kusema kwamba watu wote waliweza iba warudishe na kapana délai 5 jours. Il faut kuambia kwamba sisi kama shirika la raia d'abord délai ni ya kidogo pour deux raisons. Il faut d'abord que mali batu baliba, il faut d'abord les sensibiliser. Bado kwamba pako problème, il faut kurudisha bitu baliba kwa nguvu. Deuxième chose, il faut kama tata ya mrefu kwa juu ya différencier munyaliuza na munyaliba parce que même si mnyataliba aliuza atauza kuyaomba mais il faut conscientiser kuonyesha kwamba njia alipita yemo awe angeuza ile kitu. Donc il faut intaka bambi mais si tukienda mbio utaona maintenant tunaanza punir des innocents pendant que palikuwa moyen ya kukamata kwa ajili ya kusauver vie. Deuxième chose, il faut préciser kama il y a un problème. Est-ce que la mairie ça inaweza tuambie kuna mamoyens zote ziko suffisant kwa ajili ya kuramene kufanya contrôle et co-responsable. Hiyo si un problème parce que nous avons tunajua kama pako vaja bamoya il faut trouver banabatuma ma terrain inakuwa tena source de problème. Voilà nous à notre niveau kwamba
le délai de 5 jours iko kidogo, il faut au moins au-delà d'une semaine pour que watu wakuwe bien préparés et que même les agents watashuka mterrain wajue kazi watafanya pour éviter kufa d'autres problèmes majeurs, itakuwa tena kuleta fuyo na boga tena muraia Uvira. Hata hivyo, Mafikiri Mashimango ameongeza kuwa ni vema serikali ifanye nguvu ili mpaka wa Burundi ufunguliwe kwa kuwezesha wananchi kurudi manyumbani. Sababu il faut d'abord comprendre kama ni vya mingi ya manyumba za mingi zilikuwa vandalisées par certains raia et même certaines personnes mal intentionnées. Il faut kuonesha kwamba mimi paka saa hii ndaweza kuambia pako mnyikiana mwenye balimuliwa moto yake sehemu mzalendo tuko natafuta un certain mzalendo mwenye alimbana kwa nguvu barabara un certain lendi na kabeba moto yake paka saa hii iko na potea. Donc il faut quand même un contrôle, ça je suis d'accord, mais il faut kama tata ya contrôler kila mtu pour quand même vitu itakuwa bisilete na shida, alors que kazi natafanyika ni kazi itaenda kuendelea watu raia na pasho kuendelea tu collaborer na service ya security, kwa sababu sasa niko na kuambia tumeandika tena message ya yenye iko tayari sana ya indignation effectivement kufuatana na barefugee wako Burundi. Il faut préciser kwamba jana na juzi, yani siku ya tatu na siku ya pili, mu niveau ya kaya Ruigi déjà 17 personnes ilikufa effectivement par rapport na manque ya assistance. Donc yini tunalomba le plus vite possible que frontière ifunguliwe, à part maslogan maneno ya mingi dans 2 jours frontière ifunguliwa, badaki bangine bako napita frontière wanarudia si wanapenda uko na besoin que frontière rudie, que les réfugiés kama affaire itasema ina tous les moyens possibles bati watu warudie kwa miguu na watu warudie, kwa sababu maisha ni iko Burundi, maisha watu wako naishi, watu wataendelea kufa et pourtant l'État congolais kuna obligation ya kusauver maisha watu yake. Donc voilà message tuko natumika pour ça que le plus vite possible ipakwe retour immédiat ya ba réfugiés et de déplacer mu wako Burundi. Unajua kwamba nilikala Burundi siku mingi, tulikimbia Burundi mpaka nilirudia lundi passé iko Uvira, nikutaka kuambia kwamba maisha iko mbaya zaidi. Et il faut comprendre, siku batafungula frontière ndio utakomprendre kama kila mtu ana besoin kubakia. Donc la vie est difficile et na sana fanya déclaration comme nouvelle civile, ifanyaka avec plaisanterie na fanyaka vitu absolument concret de terrain. Les conditions de vie iko mbaya zaidi, et si on avait vraiment des responsables à moi beaucoup sérieux, je crois que le mieux, le plus vite possible, kazi ngifanyika mbio, c'était de collaborer le plus vite avec le gouvernement burundais et avec ASER pour que pakwe retour responsable mbio ya ba réfugiés, parce que c'est anormal ou entité fulani ya kaba réfugiés uko nasikia 17 personnes décédées mu écart de 10 jours. Récemment ça ni kwa Burundi ifanya rapport de 24 décembre jusqu'au 1er janvier tulikamata 93 personnes décédées. C'est inconcevable. Donc ile yote ce sont des conditions de vie, hakuna chakula, hakuna de santé ya mzuri, hakuna maji, inatuma tout moment que ule peuple congolais mnyalikimbia vita iko naishia Burundi. Donc il faut kwambia watu wanini washakufa, et là pour nous le plus vite possible ni retour volontaire, c'est une solution durable. Na kwenye habari ya kitaifa, msikilizaji, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa ONU zimedhibitisha dhamira yao ya kuanzisha mfumo wa tahadhari ya mapema dhidi ya hatari za majanga nchini DRC ambao utakuwa na manufaa mengi kwa wananchi. Safari Alimasi Dilwe na undani wa habari hii. Naam. Katika muktadha huo, tangu Jumatano ya tarehe 28 Januari huko Kinshasa wameandaa warsha siku 2 kwa ajili ya kukamilisha mradi wao wa pamoja. Wakati wa ufunguzi wa mkutano huo, Waziri Mkuu Judith Suminwa alieleza matarajio yake kwamba warsha ya Kinshasa itazaa mfumo unaoweza kutumika mara moja. Alisitiza akisema, kuwa na mfumo bora wa tahadhari si tena chaguo la nchi yetu, bali ni hitaji la lazima ili kukabiliana na hatari nyingi ambazo mara kwa mara zinavuruga amani na usalama wa wananchi wetu. Na ninapongeza busara na maono ya Rais wa Jamhuri ambaye alifikiria jambo hili mapema. Alimalizia na kusema hayo Waziri Mkuu Judith Suminwa. Kwa upande wake, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya kupunguza hatari za majanga alieleza furaha yake kufika DRC ili kushiriki katika juhudi hizi. Anaamini kuwa mfumo huu wa tahadhari wa mapema utakuwa na ufanisi mkubwa si tu katika kuokoa maisha ya watu bali pia katika kuchangia maendeleo ya nchi. Kamal Kishore alisema, mfumo bora wa tahadhari kwa DRC hautasaidia tu kukabiliana na majanga bali pia utachangia maendeleo ya nchi na ya wananchi wake. Warsha hii imewakutanisha mamia
timu ya wataalamu wa kitaifa na kimataifa katika nyanja za mawasiliano, ufuatiliaji na usimamizi wa majanga, ambako unatarajiwa kufungwa siku ya Alhamisi ya tarehe 29 Januari. Kinshasa inatarajia matokeo ya vitengo kutoka mkutano huu yatakayowezesha DRC kwa mujibu wa matarajio ya viongozi wake wana mfumo wa tahadhari wa mapema dhidi ya majanga kwa muda mfupi sana, mfumo unaofaa na wenye ufanisi. Tukiachana na hayo, taarifa zingine zinasema kuwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ushirikiana na washirika wake imezindua rasmi Jumatano ya tarehe 28 Januari huko Kinshasa mpango wa mwitikio wa kibinadamu kwa mwaka 2026. Katika hali ya kupungua kwa kiwango kikubwa kwa msaada wa kimataifa, mamlaka za nchi pamoja na Umoja wa Mataifa zinatoa wito wa usimamizi makini na madhubuti wa rasilimali ili kusaidia mamilioni ya wakimbizi wa ndani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakabiliwa na changamoto ngumu. Kuongezeka kwa migogoro katika eneo la mashariki kunasababisha uhamisho mkubwa wa watu, wakati huo ufadhili wa kiraifa wa misaada ya maendeleo ya umma ukishuka kwa kiwango ambacho hakijawahi kushuhudiwa. Bruno Lemarquis alisema hali ni hatari. Kwa mujibu wa mratibu mkazi huyo wa operation za kibinadamu nchini DRC, Bruno Lemarquis, mwaka 2025 ulikuwa hatua ya hatari kutokana na kupunguzwa kwa kiasi kikubwa kwa bajeti zilizotolewa na wafadhili wakuu, hususan Marekani. Alionya akisema hali ni hatari kwa sababu kuzorota kwa usalama katika mashariki kunasababisha uhamisho mkubwa wa watu, wakati huo kukiwa na upungufu mkubwa wa ufadhili wa misaada ya kibinadamu duniani. DRC imeathirika zaidi na upunguzaji huu wa kifedha, alisemayo. Kuelekea matumizi ya busara na uhamasishaji wa kiraifa kutokana na uhaba wa rasilimali, waziri wa masuala ya kijamii, misaada ya kibinadamu na mshikamano wa kitaifa Eve Badhaiba amewahimiza wadau wa misaada ya kibinadamu kuzingatia nidhamu kali ya matumizi ya fedha. Lengo ni kufanya mengi zaidi kwa rasilimali chache ili kuepuka kuacha waathirika bila msaada. Mikakati ya msingi iliyotangazwa na serikali ni pamoja na usimamizi wa busara, kuboresha matumizi ya fedha za sekta mbalimbali ili ziwanufaishe moja kwa moja walengwa. Juhudi za ndani kuongeza mchango wa bajeti ya taifa ili kukamilisha msaada wa kitaifa. Mfumo mpya wa ukusanyaji, kuanzishwa kwa utaratibu rasmi wa kiraifa wa kusanya mali na fedha kwa ajili ya kusaidia raia walioathirika na majanga. Tulikuwa na mengi kwenye habari za kiraifa, ila wacha niishie hapo. Asante sana Safari Alimasi kwa ripoti yako hiyo, na ni hapo ndipo nenda kutamatisha kabisa uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Ni shukuru pia wenzangu wote ambao nisaidia kuandaa uchambuzi wa habari, na kushukuru pia wewe mpenzi msikilizaji uliambatana nami mwanzo hadi sasa, na kukumbusha tu kwamba jina langu mimi ni Isaac Mulucha Ashibe. Tukutane wakati mwingine, mpaka hapa sina ziada. Asalamu alaykum.